Irani imeonya kuhusu hatari ya nyaya za chini ya bahari katika mlango wa Hormuz. Wiki iliyopita Irani ilionya kuwa nyaya za mawasiliano za chini ya bahari katika mlango wa Hormuz ni sehemu hatari kwa uchumi wa kidijitali wa kanda hiyo. Jambo hilo linaibua wasiwasi kuhusu uwezekano wa mashambulizi dhidi ya miundombinu hiyo muhimu. Njia hiyo nyembamba ya maji ambayo tayari ni kizuizi kikuu kwa usafirishaji wa mafuta duniani ina umuhimu sawa katika ulimwengu wa kidijitali. Nyaya kadhaa za fiber optic zinapita kwenye sakafu ya bahari katika mlango huo, zikiunganisha nchi kuanzia India na kusini mashariki mwa Asia hadi Ulaya kupitia mataifa ya Ghuba na Misri. Swali linakuja, kwa nini nyaya za chini ya bahari ni muhimu? Nyaya hizi ni za fiber optic au za umeme zilizolazwa chini ya bahari ili kusafirisha data na nishati. Kulingana na ITU, shirika la Umoja Mataifa la teknolojia ya kidijitali, nyaya hizi hubeba takriban 99% ya trafiki ya internet duniani. Pia hubeba mawasiliano ya simu na umeme kati ya nchi na ni muhimu kwa huduma za cloud na mawasiliano ya mtandaoni. Kuharibika kwa nyaya kunamaanisha kupungua kwa kasi ya intaneti au kukatika kabisa, kuvurugika kwa biashara ya mtandaoni, kuchelewa kwa miamala ya kifedha na athari za kiuchumi kutokana na usumbufu huo, alisema Masha Kotkin, mchambuzi wa kijiopolitiki na nishati. Nyaya kuu zinazopita Hormuz ni pamoja na Asia Africa Europe 1 AAE-1 inayounganisha kusini mashariki mwa Asia na Ulaya kupitia maeneo ya kutua UAE, Oman, Katari na Saudi Arabia. Pili, mtandao wa Falcon unaounganisha India na Sri Lanka na nchi za Ghuba, Sudani na Misri. Tatu, Gulf Bridge International unaounganisha nchi zote za Ghuba ikiwemo Irani. Sasa kuna hatari kubwa ambayo wachanganuzi wameieleza. Ingawa urefu wa nyaya hizi umeongezeka kati ya mwaka 2014 hadi 2025, hitilafu zimebaki kuwa kati ya matukio 150 hadi 200 kwa mwaka. Sabataji, ambayo ni uharibifu wa makusudi inayofadhiliwa na mataifa, bado ni tishio, lakini 70 hadi 80 ya hitilafu husababishwa na shughuli za kibinadamu zisizo za makusudi, hasa uvuvi na nanga za meli. Vita vya Irani vinavyokaribia mwezi wa pili sasa vimeleta usumbufu mkubwa katika usambazaji wa nishati na miundombinu, ikiwemo mashambulizi dhidi ya vituo vya data vya Amazon Web Service huko Bahrain na UAE. Hata hivyo, hadi sasa nyaya hizi za chini ya bahari hazijaguswa. Athari isiyo ya moja kwa moja inayotokana na meli zilizoharibiwa ambazo zinaweza kuburuta nanga na kukata nyaya bila kukusudia. Tukio kama hilo lilitokea mnamo mwaka 2024 wakati meli ya kibiashara iliyoshambuliwa na Wahouthi, washirika wa Irani, iliyopeperushwa kwenye bahari ya Shamu na kukata nyaya kwa nanga yake ilileta kizaazaa. Matatizo ya nyaya hizi yanapotokea, hakuna ufumbuzi rahisi. Kurekebisha nyaya katika maeneo yenye vita ni changamoto kubwa. Ingawa ukarabati wenyewe si mgumu kiteknolojia, wamiliki wa meli za ukarabati na makampuni ya bima wanaweza kusita kutokana na hatari ya mapigano au uwepo mabomu ya majini, mines. Vilevile, vibali vya kuingia kwenye maji ya nchi nyingine huchelewesha kazi. Baada ya vita kuisha, itabidi sakafu ya bahari ichunguzwe upya ili kuepuka meli au vitu vilivyozama wakati wa mapigano. Swala lingine linalojadiliwa ni kwamba kuna mbadala gani? Wataalamu wanakubali kuwa mifumo ya satellite ni mbadala wa kweli. Haiwezi kubeba kiasi kikubwa cha data kama nyaya na ni ghali zaidi. Sio kwamba unaweza tu kuhamia kwenye satellite. Hiyo sio mbadala, alisema Alan Maulidin, akibainisha kuwa satellite zinafaa zaidi kwa vitu vinavyotembea kama ndege na meli. Mifumo kama Starlink imetajwa kuwa suluhisho dogo kwa watu wachache, BotQ Solution, ambalo kwa sasa haliwezi kuhudumia mamilioni ya watumiaji kwa wakati mmoja ikiwa nyaya zitaharibika. Kampuni ya Starlink inamilikiwa na mfanyabiashara mkubwa duniani Elon Musk. Mwaka jana pia nchini Tanzania kulizuka na changamoto ya interneti, swala ambalo liliripotiwa ni hitilafu iliyojitokeza katika mkonge wa taifa unaohusisha nyaya zinazotoka Afrika Kusini, Zanzibar hadi Tanzania.